Ni yupi kwenu ambaye anaweza kumtoa mtoto wake afe kwa ajili ya mtu mwenye dhambi? Ni yupi kwenu ambaye yuko tayari kumtoa mtoto wake anayempenda, mtoto wake wa pekee, afe kwa ajili ya mtu ambaye ametenda makosa? Ni yupi? Mfano, ametokea mtu ambaye ametenda kosa na anastahili kuhukumiwa mpaka kifo. Huyo mtu anastahili kufa, huyo mtu. Halafu wewe umtoe mtoto wako sasa kwa hao watu wanaotaka kumuua huyo mtu. Uambie kwamba badala ya huyu mtu afe, nahitaji mumuue mtoto wangu ili huyu mtu abaki kuwa mzima, abaki kuwa salama, abaki kuwa na amani. Ni yupi kwenu ambaye anaweza kufanya kitu kama hicho? Hakuna. Lakini angalia upendo wa Mungu sasa, ambao unathibitishwa kupitia kwa Mungu huyu kumtoa Yesu Kristo mwanae pekee afe kwa ajili ya dhambi zetu. Angalia katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16, anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapa tunathibitishiwa upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu, kwetu sisi wenye dhambi, kwetu sisi ambao tulikuwa tumetenda dhambi, watu ambao tunastahili kuhukumiwa katika jehanamu ya moto wa milele, lakini Yesu Kristo amekufa kwa ajili yetu. Huu ni upendo mkuu wa Mungu kwetu sisi wanadamu. Lakini angalia kitu cha ajabu. Licha ya kwamba Mungu ameuthibitisha upendo wake kwa kumtoa Yesu tukiwa watu wenye dhambi ili Yesu afe badala yetu, lakini bado tunachagua kutopokea huo uzima, kutopokea hiyo karama ya uzima wa milele kwa kumpokea Yesu Kristo. Bado tunachagua kuendelea kuishi maisha ya uovu, maisha ya dhambi, maisha ambayo tunajua mwisho wake ni kuhukumiwa katika jehanamu ya moto wa milele. Mtu wa Mungu, ninakusihi mtu wa Mungu, maana imeandikwa Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa hiyo lengo la Yesu kufa ni kwa ajili ya ulimwengu kuokolewa na sio ulimwengu uhukumiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usije ukajiona kwa sababu una dhambi, kwa sababu umetenda maovu, mambo yasiyopendeza mbele za Mungu, ukahisi kwamba Yesu amekuja kukuhukumu. Hapana, Yesu hajaja kuhukumu, amekuja kuokoa ulimwengu. Wote wanaomkiri Yesu, wanaompokea Yesu wanaokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huu ni wakati wa kuokolewa. Wakati wa hukumu bado. Wakati wa hukumu utafika baada ya kwamba huu wakati wa kutubu, wakati wa rehema umepita, ndipo ambapo utakuja